nimekosea sana, na pia nimekosea wewe mheshimiwa kwa wewe ni mwakilishi wa mheshimiwa rais, nimekosea sana. Watatu, nimekosea mchungaji na kanisa lake lote. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kama mzazi na mimi kama mtoto, nimekosea sana, nimekosea sana. Haya mambo unakusingizia? Yanisingizia hata moja kwa kweli. Ila nimejuta na nitajifunza sana kupitia haya kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa. Nimekosa sana. Naomba unisamehe. Hapo nilivyo. Sisi tupo kazini kila siku, kila asubuhi, kila mchana, kila usiku, na hatuchoki kwa sababu ndio jukumu letu la msingi kabisa kuhakikisha mkoa upo salama katika idara zote, kila eneo. Hivi karibuni tumekuwa tukiripoti matukio ya hapa na pale, majambazi, utapeli, na bahati iliyo nzuri hakuna attempt zinafanyika whether ni za ujambazi au za utapeli tusiwakamate watuhumiwa. Kwa nitaendelea kushukuru vyombo kwa intelijensia nzuri sana na imara tulionazo hapa mkoani, lakini pia niwashukuru pia na mahakama zetu. Watuhumiwa wote ambao tunawafikisha vesi vyao vyote vinaenda, hizo kesi zinaenda vizuri. Hakuna sehemu hata moja ambayo tunaweza kuilalamikia mahakama. Mahakama inafanya kazi zake vizuri sana. Kwa hiyo kwa mwendelezo huo wa kazi yetu kubwa na ya msingi ya kuhakikisha mkoa wa Tabora upo salama, wiki kadhaa zilizopita kanisa la EAGT Kidatu walimwandikia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ombi la mchango wa ujenzi wa kanisa. Jambo la kawaida kabisa. Na kwa utaratibu wakiandika barua ya namna hiyo, zingine zinaweza zikaenda moja kwa moja, lakini nyingine zinaweza ikapita mkoani kuverify kwamba kweli, kumshauri Mheshimiwa Rais kwamba hilo jambo au kanisa hilo ni kweli lipo na ni halali. Kwa hawa mabwana kupitia mchungaji Rashid na wenzake walileta barua hiyo ya tarehe 29 mwezi wa kwanza 2024, na tuliwapitishia. Maombi yao yalikuwa ni shilingi milioni 25, wakimwomba Mheshimiwa Rais awachangie ujenzi wao wa kanisa. Na sisi tulikuwa tunafuatilia kwa wasaidizi wa Mheshimiwa Rais. Sisi kama ofisi ya mkuu wa mkoa, ni kweli walipokea hiyo barua na walikuwa wanaichakata na walirudisha majibu. Walinirudishia mimi majibu, nikampa nakala mchungaji Rashid kwamba barua hiyo imepokelewa na wanaichakata, na Mheshimiwa Rais kwa unyenyekevu mkubwa hakukataa. Alionyesha kwamba atawachangia ujenzi wa kanisa na bado adhima yake ipo pale pale. Sasa wakatokea wengine matapeli ambao hawajui mfumo wa serikali unafanya kazi vipi, ambao wanajiita ni supporter the Solidarity Fund for the Church African Ahead, ambao makazi yao yapo nchini Kenya. Hawa mabwana hawa waliandikia kanisa la the Evangelist Church Assemblies of God hawa Kidatu Tabora hapa, wakiwajibu barua ile waliomwandikia Mheshimiwa Rais, wakiwaambia kwamba ombi la ufadhili wa ujenzi wa kanisa, ununuzi wa gari, ujenzi wa hospitali na ujenzi wa shule wenye thamani ya shilingi bilioni 2. Kumbukeni hawa waliomba mchango kwa Mheshimiwa Rais wa shilingi milioni 25 wamalizie kanisa lao. Hawa mabwana wanajua, walidukua, kwa sababu kwa maelezo yake anajua wanavyodukua barua hizi. Anasema sijui anaingia mfumo gani wanazipata. Wakamtafuta huyu bwana, wakamwambia, kwanza tunakupongeza
kwa maombi yako ambayo ulimwandikia Mheshimiwa Rais barua. Umeomba milioni 25, lakini kwa udadisi tuliofanya na utafiti tuliofanya, unahitaji kupata kweli kanisa, lakini unahitaji kupata gari, lakini pia unahitaji kupata hospitali. Na Mheshimiwa Rais amekubali kukupatia shilingi bilioni 2. Kwa hiyo wakamwandikia barua, wakimwambia rejea barua yako ya tarehe 25 mwezi wa 4 2026 iliyokuwa inaomba kupata ufadhili kutoka katika shirika la Support the Solidarity Fund for the Church in Africa, kwamba ofisi yetu imepata kibali kutoka kwa Bwana Yesu Kristo kupitia barua tulioipokea kutoka ofisi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kitengo kinachoshughulikia barua za ufadhili na udhamini, ofisi ya Rais, kwamba imeelekeza kwamba ofisi ya Rais kitengo cha maombi ya ufadhili na udhamini kilipokea barua kutoka katika ofisi ya kanisa la Evangelist Church Assemblies of God Tanzania tarehe 30 mwezi wa 2 2024 kwa barua iliyoandikwa tarehe 29 mwezi wa 1 2024 ikitoka katika ofisi yenu. Kwa hiyo ameandika maelezo mengi, lakini kubwa akitaka kuonyesha kwamba Mheshimiwa Rais amewaelekeza taasisi hiyo kwamba, na akionyesha kwamba unapoomba maombi kwa Mheshimiwa Rais anazo taasisi anazozielekeza kulingana na maombi ambayo umeyaomba. Kwa huyu bwana, taasisi yake yeye Rais alielekeza wawapatie kanisa hili shilingi bilioni 2. Lakini akaenda mbali akasema, sasa nyinyi kwa kazi kubwa hii tuliyowafanyia, hivi ni kweli tuwape bilioni 2 jamani, hata maji ya kunywa? Hebu basi na nyinyi changamkeni. Kwa sasa hao wachungaji wakakaa kikao chao, wakakubaliana, wakasema jamani, kweli tunapata Mheshimiwa Rais anatupa ufadhili wa shilingi bilioni 2, wale wasaidizi wake tuache hivi hivi? Kwa wakajiandaa, na huyu bwana akasema andaeni shilingi milioni 15. Ndio. Andaeni milioni 15. Sasa namna ya kuzifikisha kwetu tutawaelekeza. Sisi ofisi yetu ipo Kenya, Nairobi, na ni kweli huyu bwana yupo Nairobi. Tutawaelekeza namna ya kuzifikisha kwetu. Mawasiliano mengi yakaendelea. Hawa mabwana wakakusanya hela, lakini na vyombo wakawa wamesha tutaarifu, tukawaambia cha kufanya. Tulishajua ni matapeli, kwa sababu utaratibu wa mawasiliano serikalini sisi tunajua haiwezi kuwa kwa namna hii. Kwa hiyo baada ya kukusanya hizo hela, wakawaambia tunazo tayari. Huyu bwana akafanya mawasiliano na huyu mchungaji, akamwambia nitakuelekeza namna ya kuweka hizo hela. Akamtumia namba ya manager wa NMB branch ya Tabora hapa. Huyu tapeli. Mchungaji akamtafuta manager wa NMB Tabora. Manager wa NMB Tabora, namshukuru sana kwa kazi kubwa aliyoifanya nzuri. Akamwambia kuwa makini, hao watu hakuna transaction zinafanyika kwa namna hiyo. Lakini nini alichokifanya? Alipataje namba ya manager wa NMB Tabora? Kwa maelezo yake anasema kuna dada anaitwa Colony, NMB makao makuu. Kwa huyu alimpigia huyu dada Colony NMB makao makuu akiomba namba ya manager NMB Tabora. Unajua hawa watumishi wa mabenki kazi yao ni hela, hawana bias na mteja yeyote yule. Kwa mimi naamini hata huyu dada wa NMB hamjui huyu bwana, kama ambavyo alikuwa hamjui manager NMB Tabora, hata huyu hamjui. Inawezekana hata mimi nikampigia mtu yoyote pale NMB, naombeni namba ya manager NMB hata Mwanza, Msoma, whatever, watanipa. Kwa mimi naamini
NMB watafuatilia, lakini amshua huyu ni tapeli tu kama matapeli wengine. Wale NMB haihusiki na utapeli wao. Ndio maana kwa msaada wa benki ya NMB huyu bwana tumemtia nguvuni, kwa sababu angeharibu huu mtego tusingempata. Kwa tukaendelea na mtego wetu, ikashindikana hela kuziweka NMB. Ilibidi sasa mchungaji aende wakutane na Manga, huyu atoke Nairobi wakutane na Manga amkabidhi mzigo wake. Kwa tunashukuru makachero wetu walifanya kazi nzuri sana, wakaweka kambi pale na Manga. Katika kuweka kambi pale na Manga, yule mzee mwingine aliyekupokea wapi? Njoo. Yeye alimtafuta huyu baba akamwambia, kuna mgeni wangu atafika hapo na Manga, naomba umpokee, msaidie vitu viwili. Moja, kuchange hela alizonazo, lakini pili, mtafutie passport ya kuvuka kuja Kenya. Ndio kazi alimpatia huyu bwana. Huyu bwana kwa sababu ndio biashara zake anafanya pale mpakani, alimpokea. Mchungaji alifika, huyu bwana akampokea. Kwa ukamataji wetu ukaanzia kwa huyu ili tuweze kumpata huyu kwa urahisi. Kwa tulimkamata kwa maana njema ili aweze kutusaidia. Na kweli baba, tunakushukuru umetusaidia. Na tutakusafirisha kama serikali, urudi uendelee na shughuli zako bila tatizo. Baada ya hapo unaweza kurudi kaka. Baada ya hapo huyu bwana alikuwa anasafiri kwa sababu tayari mgeni wake mchungaji ameshapokelewa na yule bwana. Hela ameshachenjiwa, passport ameshatafutiwa ya kuvuka upande wa pili. Kwa hiyo huyu anakuja ili waweze kukutana, achukue hizo hela shilingi milioni 15 ambaye Mheshimiwa Rais aliwaelekeza wa wafadhili hawa. Mtego huu ukawa umekamilika, tukamkamata vizuri sana. Na akamwambia, nenda uchukue guest hapo around. Ukishachukua guest, nipigie picha hiyo guest. Akichukua guest hiyo, ampigie bango la picha hiyo, amrushie ili wakati anavuka huyu kutoka kule Nairobi asije akapotea. Akamwambia, uniambie na chumba utakachochukua. Huyu bwana akachukua chumba namba 1, akapiga picha akamrushia. Ukija guest fulani, nipo chumba namba 1. Akiwa anamuonyesha begi la hela lile, najua kwamba hela zipo huko, kija utachukua. Wakati vijana wetu walifanya kazi hiyo kwa ustadi mkubwa sana. Kwa hiyo akaja kuchukua hela zake, akamatwa, ndio hapa mnamuona. Kwa tumemkamata huyu bwana, yeye anayo mawasiliano mazuri sana na ofisi ya Rais, tena anasema Chamwino kule Ikulu. Nitatueleza zaidi na mambo mengine mengi hapa, ngoja niwaonyeshe makanisa ambayo tayari ameisha yafanyia utapeli. Na yeye kwa maelezo yake anafanya kazi za utapeli makanisani kwa sababu ni rahisi kupata hela huko kuliko watu wengine individual. Tena ni hela za ufadhili. Kanisa la kwanza ni kanisa la EAGT Kidatu ambalo lipo hapa Tabora, ambalo ndio limetuzalishia haya yote. Lakini kuna EAGT Viwege Dar es Salaam. Kuna mchango wa gari la kanisa ambalo ni kanisa nalo la Mennonite kule Arusha, ambalo pia kuna kanisa la Waadventista wa Sabato kule Bukoba, ambapo eneo linaitwa Mafumbo. Kuna kanisa la Kristo kule Buzuruga Mwanza. Kuna kanisa la Waadventista wa Sabato kule Kichangani, mtaa wa Kange kule Tanga. Huyu bwana. Lakini katika upekuzi ulioendelea, kwanza kumjua huyu mtu ni nani. Huyu bwana amezaliwa Kigoma, akasoma shule ya msingi Kigoma. Alipomaliza shule ya msingi akaenda kusoma sekondari Burundi takriban miaka 10. Alipomaliza sekondari akarudi kusoma chuo kikuu cha Sokoine Tanzania.
Baadaye akaingia katika masuala yake ya utafiti. Alisoma degree gani? Alisoma degree gani? Degree of Science. Science of what? Alisoma agriculture pale SUA. Lakini yeye ni Mrundi, ni raia wa Burundi, na aliishi kwenye kambi ya wakimbizi Katumba Mpanda kule Katavi. Passport alionayo, anayo passport kuonyesha yeye ni raia wa Burundi. Mitandaoni yeye ni raia wa Tanzania anayeishi Kenya, na anatembea amevaa beji hizi mbili, yenye bibi na bwana wa Tanzania na yenye CCM ambayo haina jina. Hizi beji ndizo anazoweka kifuani hapa. Sasa katika upekuzi zaidi, huyu bwana kipindi kile maandamano yanataka kufanyika, alikuwa akiwasiliana na Mange Kimambi, na akimwambia Mange Kimambi kwamba mimi ni raia wa Tanzania, naishi Nairobi, kwa matatizo yaliyonifika nimeamua kukimbia nchi, naishi Nairobi na tupo tayari kukinukisha. Mange akamwambia katika mawasiliano kwamba kwa sasa sina hela. Mnanielewa wajumbe? Akawasiliana na Heche, message nyingi, John Heche, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Message nyingi, lakini hakuna hata message moja ambayo Heche aliwahi kumjibu. Akimwambia hivi, mimi naitwa fulani bini fulani, nimekimbia nchi, nipo Nairobi, ni Mtanzania, tupo tayari kukupa support, tupo tayari kuandamana, tupo tayari kutoka tarehe 29. Heche hakumjibu. Sijui mnaona anaishi wapi? Nairobi huyu bwana. Mawasiliano aliyokuwa nayo ni hayo. Anazo namba ambazo anasema kwamba kuonyesha utanzania wake, anawasiliana na Masauni ambaye ni waziri, anawasiliana na Mchengerwa ambaye ni waziri. Kitu cha uongo, anazo namba tu lakini hamna mawasiliano yoyote. Kwa ukimfikia kama kuna aina yoyote ya uhalifu, anakuonyesha namba za mawaziri na viongozi wengine wengi wa nchi hii. Huyu bwana, kwa tunamkabidhi kwenye vyombo vitaendelea naye, tutajua kiini ni nini, anafanyaga nini na nani, nini ni nini juu yake.